Jana tumemaliza hafla ya Jamhuri. Kuna mwanasiasa mashuhuri anajulikana Kenya mzima, anaitwa Cyrus Jirongo. Akanipigia simu akasema, baba, nataka tuonane. Tukaketi naye Karen from 8:30 mpaka 9:30. Nikamwacha, nikamwambia mimi naenda kupumzika, kesho naenda Mazeras. Leo asubuhi nimeamuka, nafungua simu, naona pole nini, Jirongo amekufa. Na hiyo ndiyo hali ya maisha ya binadamu. Leo uko, kesho hauko. Na hiyo ndiyo siri Mungu ameweka kutoka kwa binadamu. Tungejua siku yetu ya kufa, tungeharibu hii nchi, hata dunia. Mtu anaweza kuamuka akaseme, mimi siendi peke yangu, nitaenda na familia yangu yote, au mali yangu ni haribu yote, siachii watu wengine. Ujambo msikilizaji, na kama hujafanya subscription yako unaweza fanya. Saa 1:30 usiku, barabara ikiwa kimya, giza likitanda eneo la Naivasha, ndipo podapoda mmoja anasema aliona kitu ambacho kingeibua maswali mazito siku chache baadaye. Kwa mujibu wa maelezo yake, ndani ya gari lilikuwa likipita alimtambua mwanaume ambaye baadaye angeonekana kwenye vyombo vya habari. Alikuwa ni aliyekuwa waziri mbunge wa Lugari, Cyrus Jirongo. Lakini kulikuwa na jambo moja lililowashangaza wachunguzi. Jirongo hakuwa peke yake. Kwa mujibu wa madai hayo, alikuwa na mwanamke ndani ya gari. Masaa machache baadaye, Cyrus Jirongo angekufa papo hapo kwenye ajali mbaya ya barabarani. Na hapo ndipo maswali yakaanza. Madai haya hayakutoka kwa mwanasiasa, hayakutoka kwa familia, yalitoka kwa raia wa kawaida. Dereva wa bodaboda aliyekuwa kazini usiku anadai kwamba alimuona Jirongo akiwa ndani ya gari karibu saa 7:30 asubuhi akiwa na mwanamke. Maelezo haya yaliwashtua wachunguzi wa DCI kwa sababu hadi wakati huo taarifa rasmi zilionyesha kana kwamba Jirongo alikuwa akisafiri peke yake. Lakini sasa simulizi mpya ilikuwa imejitokeza. Ni nani huyu mwanamke? Alikuwa akienda wapi? Na kwa nini hakuwahi kuonekana baada ya hapo? Kwa mujibu wa uchunguzi, safari ya mwisho ya Jirongo ilianza Ijumaa usiku mjini Nairobi. Ripoti zinaonyesha kuwa alitumia sehemu ya usiku huo akiwa na mwanamke. Takriban saa 5:30 jioni, Jirongo aliondoka eneo la Karen. Familia yake inasema alikuwa akielekea Gilgil, nyumbani kwake. Lakini rekodi za polisi zinaonyesha kitu tofauti. Gari lake kinyume kabisa na alikodanisha kwenda. Hapo ndipo safari ya siri ilipoanza. Wachunguzi wanaamini kwamba wakati wa safari ya hiyo ya usiku kulikuwa na watu wawili ndani ya gari, Cyrus Jirongo na yule mwanamke asiyejulikana. Wakiwa njiani, gari hilo lilisimama kwa muda mfupi karibu na hoteli ya kando ya barabara. Hapo ndipo, kwa mujibu wa ripoti, mwanamke alishushwa. Hakuna maelezo rasmi kwa nini, hakuna video za CCTV iliyotolewa hadharani, na hadi sasa mwanamke huyo hajapatikana. Baada ya hapo, Jirongo alibaki peke yake na akaanza safari ya kurudi Nairobi. Karibu saa 9 asubuhi, gari la Jirongo lilifika kujaza mafuta, likakaribia pambu, lakini halikusimama. Badala yake liliendelea na kutoka upande wa pili wa kituo kurudi barabarani. Lilichelewa, kisha ghafla liliharakisha mwendo, na muhimu zaidi, alisisitiza kwamba barabara ilikuwa tulivu kabisa. Hakukuwa na msongamano, hakukuwa na magari mengi. Dereva wa basi la Climax Coach alisema Jirongo aliingia njia yake akijaribu kukwepa magari mengine, lakini Chebukati anapinga. Anasema hakukuwa na gari lolote lililokuwa
likimfuata Jirongo. Anadai Jirongo hakusimama wala kutoa njia alipotoka kituo cha mafuta. Sekunde chache baadaye, gari la Jirongo na basi viligongana uso kwa uso. Athari ilikuwa mbaya. Gari lilisukumwa zaidi ya mita 80 hadi 100 kutoka eneo la ajali. Watu walipokimbilia eneo hilo, Jirongo alikuwa tayari amefariki. Kwa nini Jirongo alikuwa akielekea Naivasha usiku? Ni nani huyu mwanamke? Kwa nini alishushwa njiani? Kwa nini Jirongo aliingia kituo cha mafuta lakini hakujaza? Kwa nini mashahidi wanatoa simulizi tofauti? Na swali kubwa zaidi, je, hii ilikuwa ajali ya kawaida au kulikuwa na kitu kingine? DCI sasa wanamsaka mwanamke huyo wakiamini anaweza kusaidia kuficha ukweli. Familia ya Jirongo imeonyesha wasiwasi, wanasema hakuna na sababu ya kwenda Naivasha. Wanasema simulizi la safari yake haieleweki wakati maandalizi ya mazishi yakiendelea Kakamega. Maswali ya umma yanaendelea kuongezeka kwa sababu huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa mwanasiasa mkongwe na safari yake ya mwisho bado imejaa mafumbo.